ni Mtoro TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bora mamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nachukua nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Sheikh wa mkoa Sheikh Walid Alhad Omar Kawambwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika presi hii ambayo tunaifanya hii leo. Lakini pia nipende kumshukuru na kumtambua baba yangu mlezi Sheikh Uthmani Ali Kaporo, rais wa tuzo ya kimataifa ya Qur'ani tukufu, ndugu yangu Sheikh Haruna Mbese, mwenyekiti wa Ashabul Kafi, waandaaji wa mashindano ya Qur'ani kimkoa kwa vijana, ndugu yangu Abu Hanifa Zubair, msemaji wa Rajai Foundation, ambao kwa namna moja au nyingine wao wameweza kulibeba jambo hili kwa zawadi za washindi wale, kuanzia mshindi wa kwanza juzuu 1 mpaka mshindi wa 3 juzuu 30. Kwa namna ya kipekee kabisa mashindano yetu haya ya Qur'ani, historia yake ni fupi tu, na natamani nihudhurishe kwenu ili muweze kuifahamu. Mashindano haya yalianza toka mwaka 2013 na mpaka hivi sasa tunapozungumza ni mwaka wa 14, mwaka huu 2026. Mashindano haya yalianza yakiwa na juzuu 1 na juzuu 2 tu, kwa maana yalianza yalikuwa ni machache kwa maana ya uchache wa ushiriki, lakini uchache wa kijuzuu, kwa maana ya kwamba kipindi hiko kumtafuta mwanamama ambaye alihifadhi juzuu 4-5 ilikuwa ni ngumu sana. Tulianza na juzuu 1 na juzuu 2, na mpaka hivi sasa tunapozungumza mashindano haya yamefikia sasa kuwashirikisha kina mama juzuu 30, na mwaka 2024 na 2025 ilikuwa ndio 2024 ilikuwa ni mwaka wa kwanza kabisa kuwashirikisha kina mama kuhifadhi juzuu 30, na 2025 ukawa ni mwaka wa pili. Lakini kwa namna ya kipekee kabisa mwaka huu tunaenda kufungua historia mpya ya mashindano yetu haya ya Qur'ani kwa kina mama watu wazima, kwa kuwashirikisha kina mama ambao waliohifadhi juzuu 30 pamoja na tafsiri al-Qur'ani. Kama ambavyo tulivyoanza mashindano yetu kwa uchache ama kwa unyonge, ndivyo ambavyo na mashindano haya ambayo tunaenda kuyazindua mwaka huu ya tafsiri al-Qur'ani kwa kina mama hawa ambao wamehifadhi juzuu 30, lakini pia na tafsiri al-Qur'ani, kwa maana ya kwamba washiriki wake ni wawili tu. Tanzania nzima tumebahatika kupata washiriki wawili, na washiriki hawa sisi kama kamati ya maandalizi tumeonelea kwamba kanuni za mashindano zinawahitaji kina mama ambao waliohifadhi mathalan juzuu 5, amekuwa mshindi wa kwanza au wa pili au wa 3, basi asirudie juzuu zile kwa mwaka unaofuata. Inatakiwa aongeze, aingie grupu linalofuata, ima juzuu 7 au juzuu 10. Kwa maana kwa juzuu 30 waliokuwa washindi wa kwanza wa pili mwaka juzi na mshindi wa kwanza wa pili na wa 3 mwaka jana, hawa kanuni haziwahitaji tena mwaka huu washiriki tena mashindano haya, kwa sababu ni washindi, na wakiingia huku maana yake wanaweza kawa wanajirudia kitu kile kile. Kwa hiyo kama kamati tukaonelea kwamba tuanzishe kitu kipya ambacho kitaweza kuwabusti wale kuendelea kuhifadhi Qur'ani, lakini kuendelea kuisoma Qur'ani na kuifanyia kazi kwa namna moja au nyingine. Ndipo ambapo tulipoanzisha mwaka huu mashindano ya Qur'ani pamoja na tafsiri, kwa kuwachukua wale washindi wa mwaka juzi juzuu 30 na wa mwaka jana juzuu 30, kuwakutanisha kwa pamoja, tukawaita, tukazungumza nao, tukawapa kanuni ama utaratibu ambao tutakao kwenda nao mwaka huu katika haya mashindano ambayo ni mapya kabisa. Mashindano yetu haya ni ya kipekee. Nizungumze hivyo, ni ya kipekee kwa sababu haijawahi kutokea katika nchi yetu kuwashirikisha kina mama juzuu 30 na wamehifadhi tafsiri. Na tumeanza hivyo kiuchache, kwa maana ya kwamba kina mama hawa wamehifadhi tafsiri ya suratu An-Nisa. Suratu An-Nisa ndiyo ambayo tumeonelea tuanze nayo hivyo hivyo kwa uchache, kama tulivyoanza mashindano juzuu 1 na juzuu 2, na wao kwenye tafsiri wameanza kwa juzuu 1 na nusu ya suratu An-Nisa. Kwa hiyo tutakuwa na mashindano haya ya kipekee kabisa mwaka
mwaka huu yakiwashirikisha kina mama hao juzuu 30 pamoja na tafsiri, na namna yao wataulizwa maswali kawaida kwanza mawili, lakini maswali la 3 na la 4 na litakuwa ni ya tafsiri, na pia tutaipa hadhira swali moja ili waweze kuuliza siku ile, ili isije kaonekana kama labda kamati imeandaa mpango wa kuweza kuwafanyisha hivyo ambavyo tutakavyokusudia kuwashirikisha katika mashindano haya. Kwa hiyo ni mashindano ya kipekee, ni mashindano ambayo hajawahi kutokea. Tunawaalika sana kina mama wahudhurie kwa wingi siku hiyo, ili waweze kuwashuhudia kina mama wenzao ambao walihifadhi Qur'ani pamoja na tafsiri. Lakini la 3, ujumbe wetu mwaka huu inshallah utakuwa ni Qur'ani ni upendo. Qur'ani ni upendo, Qur'ani inatuita katika upendo. Kwa hiyo hili atakuja kulizungumza msemaji wa mwisho Sheikh Walidi, kufafanua Qur'ani ni upendo vipi. Hiyo ni nafasi yake inshallah. Lakini la mwisho kabisa nitoe wito kwa wadau kuendelea kuboresha mashindano haya. Alhamdulillah, kwa asilimia kadhaa tumeenda vizuri, lakini bado tunahitaji maboresho ya kuboresha mashindano yetu zaidi na zaidi, ili yawe katika sura ambayo iliyokuwa nzuri zaidi. Niseme kwamba tunawaalika kina mama wote kuhudhuria katika mashindano haya tarehe 21 mwezi wa 6 2026, siku ya Jumapili, katika ukumbi wa DYCCC Chang'ombe jijini Dar es Salaam, pale jirani na chuo cha Duse. Kwa hiyo tunawaalika sana, na mgeni rasmi tunamtarajia kuwa Mama Mariam Mwinyi, mke wa Rais wa Zanzibar. Tunayo furaha kama Rajai Foundation kwa kushiriki ibada kama hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitukuza, ameisifu pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile sisi kama Rajai Foundation, slogan yetu ni kuifikia jamii kwa namna moja ama nyingine, na jamii tunaifikia katika mambo ya kheri, na moja ya mambo ya kheri ni kama hili ambalo tunaliona leo linakwenda kufanyika, mashindano ya Qur'an, tena kubwa zaidi akina mama. Kwa nini tumeingia katika jambo kama hili? Kwa sababu tunaamini kwamba tunapokuwa tunashirikiana katika jambo la kijamii, hasa katika kuwainua kina mama, kuwahamasisha waendelee kuisoma Qur'an, tunaendelea kuandaa kizazi chema. Kwa sababu mama habaki tu kuwa mama, bali anaanza kuwa mwalimu katika kizazi ambacho kinakuja. Kwa hiyo sisi kama Rajai Foundation tunayo furaha kuungana na taasisi hii, na wengine ambao wanatamani kufanya kheri kama hii wanakaribishwa. Kutoa si mpaka utoe kile ambacho wanakiita pesa. Mawazo, fikra nzuri ambayo itamfaa mtu, ikamsogeza sehemu moja kwenda sehemu nyingine, pia ni katika mchango mzuri. Hivyo kwa machache haya mimi nitaishia hapa kama msemaji. Kwangu ilikuwa shukrani na kuhamasisha wengine waweze kuwa karibu katika kheri kama hizi. Rajai Foundation tunapatikana katika mkoa wa Singida, ndo makao yetu makuu, na Allah Subhanahu wa Ta'ala aendelee kutusogeza na kuwasogeza wengine katika kheri kama hizi, ili tuweze kuvuka. Kaka yangu, ndugu yangu, shekhe wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid ibn Sheikh Al-Hadi Umar, katibu mtendaji wa Mu'minin na mratibu wa mashindano ya wanawake watu wazima, Al-Akhi Al-Aziz Sheikh Muhammad Samata, msemaji wa Rajaa Foundation, Al-Habibi Akhi Al-Ghali Sheikh Haruna Mbese, mratibu wa mashindano ya Ashabul Kahfi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuona hizi harakati za Kiqur'ani zikiwa zinaendelea siku baada ya siku, na kuwapongeza na kuwaombea Mungu wale wote ambao wanaojiingiza katika uwanja huu.
huu uwanja mzuri, uwanja unaopendeza, uwanja unaoridhiwa na Mwenyezi Mungu na malaika wake pia. Na kupongeza sana kijana wangu Muhammad Samata kwa huu ubunifu ambao unaokuja nao, na insha Allah hautofikia hapo. Cha zaidi tu kuweka ikhlasi yako vizuri na kumweka mbele Mwenyezi Mungu, utakuwa kinara katika majambo mengi insha Allah. Ndugu zanguni, sisi tunahangaika sana na kuwahimiza watu na swala la Qur'ani. Kuna mengi na siku zote tunasema maswala hayo. Qur'ani ndiyo kila kitu, na Qur'ani ndiyo mafanikio. Qur'ani ndiyo dira. Qur'ani ndiyo chimbuko la kila kitu katika maisha yetu. Ukitaka tabia njema utaipata ndani ya Qur'ani. Ukitaka mawazo yaliyokuwa mazuri utayapata ndani ya Qur'ani. Ukitaka chimbuko la ilmu utaipata ndani ya Qur'ani. Basi alkhasir, kila jambo zuri utalikuta ndani ya Qur'ani al-Karim, na Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema ma faratna fil kitabi min shay, hatukuacha kitu chochote katika kitabu chetu. Watukufu wa Islam, wanawachuoni walikimbilia sana Qur'ani na walikuwa na sababu za kuikimbilia Qur'ani. Tumepokea kutoka kwa bwana mmoja anaitwa Abdul Malik ibn Umair, anasema kana yuqalu inna abqa an-nasi uqulan qura'ul Qur'ani. Anasema kwamba huyu bwana huyu, wale watu ambao watakaobaki na akili zao barabara ni wale wasomaji wa Qur'ani. Watu wakisoma Qur'ani ndio akili zao zinabaki. Lakini imepokewa katika riwaya nyingine inasema anqa nasi uqulan qura'ul Qur'ani, wale watu ambao waliokuwa na akili ambazo zilizokuwa nzuri kabisa, safi, akili zilizokuwa nzuri hazina chenga, basi ni wale ambao ni wasomaji na waliokuwa wanajihusisha na maswala ya Qur'ani tukufu. Ndio Imamu Qurtubi anasema katika tafsiri yake, man qara'a al-Qur'ana mutti'a bi'aqlihi wa in balagha mi'a, mwenye kuisoma Qur'ani na akajihusisha na Qur'ani, akili yake inachevushwa, inatiwa nuru, akili yake inapendeza, na hata akifika umri wa miaka 100 yeye stili atakuwa bado yuko vizuri na akili yake iko nzuri. Tunawahimiza Waislamu na tunawaita katika fainali hizi zinazofanyika Jumapili ijayo tarehe 21, Jumapili inayokuja pale DYCC. Kila ambaye anayeipenda Qur'ani basi aje pale, kwa sababu Qur'ani kama mnavyojua, kama tunavyoizungumza, inahitaji watu wa Qur'ani, na watu wa Qur'ani ndio nyinyi. Akina mama msibaki nyumbani siku hiyo, mje kuona akina mama wenzenu waliokuwa wameanza kufanya tafsiri ya Qur'ani, mje kuona kina vizee vilivyojihusisha na usomaji wa Qur'ani. Safari hii kuna kimama kibibi kina miaka 70 kitashiriki katika mashindano haya. Sasa usikae nyumbani ukadhania mchezo tu, ukijihusisha na Qur'ani utapata mafanikio. Nikupeni tu bishara nzuri. Mtume sallallahu alaihi anasema wale ambao wanaojihusisha na Qur'ani, kuisoma, kuishughulikia, kuipenda, Mwenyezi Mungu atawanyanyua daraja zao katika dunia na akhera. Kakaangu, shekhe wangu, ndugu yangu kipenzi, Shekhe Kaporo, mwenyekiti wa jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani na mwandaaji wa tuzo za kimataifa za Qur'ani, hafidhakallah. Mwenyeji wetu, ndugu yangu, kakaangu kipenzi sana, Sheikh Muhammad Samata, katibu mtendaji wa foundation ya Ummul Mu'minina, lakini pia ndio mratibu wa mashindano ya Qur'ani wa foundation hiyo. Naye Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika mambo yako. Kakaangu mratibu, lakini pia ndio mwenyekiti wa jumuiya ya Ashabul Kahfi ya kuhifadhisha Qur'ani na mratibu wa jumuiya hiyo, Sheikh Haruni Mbese, hafidhakallah wa raaka.
na msemaji wetu kipenzi wa foundation ya Rajai, Al-Akhi Abu Hanifa, Mwenyezi Mungu akuhifadhi. Lakini mashekhe wote mlohudhuria katika hafla hii tukufu, wanahabari, mabibi na mabwana, bora maamkizi na yale maamkizi yenye kusheheni amani na baraka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami niungane na walionitangulia kwanza kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwafikisha kwa mapenzi yake na fadhila kubwa kabisa kuhudhuria jalasa hii fupi lakini yenye kushughulikia jambo kubwa, jambo tukufu, jambo lenye heshima, lakini jambo lisiolinganishwa na mambo mengine katika thamani, nalo ni jambo la Qur'ani. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa asubuhi ya leo kutuwafikisha katika hilo, na nimuombe atukubalie na atufanyie haya yote tunayofanya hapa ni yale mambo yenye kuongeza uzito katika nyizani zetu za kheri siku ile tutakayokutana naye, siku ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lakini baada ya shukrani hizo za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sina budi kumshukuru ndugu yangu Sheikh Muhammad Samata kunialika katika tukio hili, lakini si hivyo tu, na kunipa heshima hii ya kuwa mimi ni mgeni maalumu au mgeni rasmi katika hili jambo. Na hakika haya sio kwa lolote, bali ni kwa mapenzi aliyokuwa nayo na mshikamano tunaohusiwa na Mwenyezi Mungu na mtume na mashaka zetu, lakini na ile kutangulizana katika mambo ya kheri. Mwenyezi Mungu anayapenda haya. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Na pamoja na kushukuru, ni kupongeze wewe pamoja na wote ambao kwamba mnajumuisha nguvu zenu, fikra, weledi wenu, elimu na kutoa wakati wenu kwa ajili ya mambo haya ya kheri, hususan jambo la Qur'ani. Tumemsikia kaka yetu Sheikh Kaporo namna alivyoelezea faida anazozipata mtu anayeshughulika na Qur'ani, lakini faida za ujumla zinazopatikana katika jamii iliyotanguliza Qur'ani. Na kupongeza katika hili, lakini hapo na kuombea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Lakini Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika juhudi hii kubwa, ili ufanikiwe kama alivyosema Sheikh Kaporo, usiishie hapa katika ubunifu huu. Mmoja katika wanachuoni mkubwa anasema, man tasawa yaumahu fahuwa mahbunun wa man naqasa yaumuhu an amsihi fahuwa mal'unun. Mwenye kulingana sawa siku zake mbili katika hilo jambo moja, huyo amejipunja. Lakini yule ambaye siku yake jana ilikamilika ukilinganisha leo iliyopungua, huyo amelaaniwa, waliyadhi billah. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi, sio wewe tu, pamoja na wale wote mnaounda hii jumuiya ya Ummul Mu'minin Aisha. Ni kazi ngumu kwa kweli, hususan katika wakati na zama tunazoishi nazo. Watu wanakwenda mbio kwa mambo yao ya kidunia, wewe ukayaacha ukashughulikia hili. Ni kazi ngumu, lakini siku zote Mwenyezi Mungu anasema, inna Allaha fi ma alayhi al-abdu. Mwenyezi Mungu yupo katika lile ambalo mja analitolea juhudi na kulitolea macho. In tansurullaha yansurukum, anasema mkimnusuru Mwenyezi Mungu kwa kumfanyia mambo yake, naye anawanusuru. Lakini si hivyo, wa yuthabbit aqdamakum, anathibitisha makanyagio yenu, mnakuwa mnafanya kazi, nanyi mwingie katika hayo. Nisirefushe maneno, mimi tu ni kwa nafasi yangu ni kualika umma, hususan wakina mama kujitokeza kwa wingi sana katika siku hii ya tarehe 21 pale katika ukumbi wa DYCCC Chang'ombe, kama tulivyoalikwa kuanzia asubuhi. Baada ya swala alfajiri tuelekee pale tubakir kwa ajili ya Qur'ani. Ni jambo kubwa sana, tujitokeze sana, wakina mama, wakubwa, wadogo, watu wazima, wadau mbalimbali. Tena uzuri inafanyika hili jambo katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, mkoa wenye jina la Qur'ani, Darus Salam. Basi tuamke na Dar es Salaam ya Qur'ani siku ya Jumapili hii, ambapo tutakuwa na wageni wengi sana 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 sana, akiwemo mama yetu mtukufu Mama Mariam Mwinyi
Twendeni tukamheshimishe kwa kumkimbilia yeye kwa ajili ya jambo la Qur'ani. Tujitokeze kwa wingi sana, na nikupongeze Sheikh Muhammad wa Samata kwa kauli mbiu kwamba Qur'ani ni upendo. Qur'ani ni upendo. Ya subhanallah, huu ni ubunifu wa hali ya juu sana. Amesema Sheikh Kaporo, Qur'ani ndio kila kitu, wa ma faratna fil kitabi min shay'in, na kama alivyosema Al-Habibi Umar Smeti, khudh min al-Qur'ani ma shi'ta bima shi'ta, chukua katika Qur'ani utakacho kwa utakalo. Katika Qur'ani unachokitaka kipo kwa lolote unalotaka kulifanyia. Wewe umejikita na wenzio katika upendo. Upendo, kwa faida ya hadhira na wanahabari, ndio malipo atakayowapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu wema. Watu wengi wanadhani watapewa pepo. Upendo. Zawadi ya peponi ni kupendana. Kwanza kumpenda Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kupendana watu. Siku zote kama walivyosema watu wa falsafa, rahabul falati samul khiyati ma'al ahbabi maidanu, na rahabul falati ma'al aadai niranu. Yanasema tundu ya sindano wakikaa watu wanaopendana basi ni uwanja mkubwa, watatosha tu, japokuwa wamekaa katika kijitundu kiduchu cha sindano. Ndio samul khiyati ma'al ahbabi maidanu, tundu ya sindano kwa watu wanaopendana inawatosha, ni kiwanja kikubwa sana. Lakini rahbul falati ma'al aadai niran, uwanja mkubwa kabisa, wakikaa watu wasiopendana ni sasa wanakaa motoni tu. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya moja miongoni mwa aya za suratu Maryam, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu udda, wale ambao wameamini na wakafanya mambo mema, basi Mwenyezi Mungu atawalipa mapenzi. Watu wanatarajia kulipwa mapenzi. Pepo la Mungu atawalipa mapenzi, kwa sababu kama unaingia peponi na mtu usiopendana haina maana. Unakaa katika nyumba na mtu usiopendana naye, mnakaa katika nchi watu wampendani, ni bure tu. Lakini Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Wapi tutaupata upendo huu? Katika mafundisho ya Qur'ani. Ndani ya Qur'ani humo ndo Mwenyezi Mungu anafundisha mapenzi ya kweli, mapenzi ya yakini, mapenzi ya dhati, mapenzi kwa maana ya mapenzi. Leo dunia imekuwa hivi ilivyokuwa kwa sababu watu watupendani tu. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Maneno anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha faida za kupendana. Anawataja watu wa Madina walivyowapenda watu wageni wao kutoka Maka, wamependana. Akasema wale wamefaulu kwa kumalizia wa man yuqa shuha nafsihi faulaika humul, yule ambaye kwamba ameepushwa na choyo cha nafsi yake, akaamua kuufungua moyo wake akamjaza mwenzie akampenda, huyo amefaulu. Wapi tutajifundisha haya? Tutajifundisha katika masomo na maelekezo na miongozo ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Kwa hiyo wakina mama tujitokezeni sana kwa ajili ya jambo hili. Nikiwa kama shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, na waalika wana Dar es Salaam wote, lakini na dunia kwa pamoja yote, mikoa yote 27 ya Tanzania ya bara na visiwani. Jumapili hapo mtu kutoa senti yake akapanda basi, akapanda boti, akapanda ndege, akapanda mtumbwi, akapanda bodaboda kumkimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maagizo ya Allah, fafiru ila Allah. Leo tumebadilisha ile miendo. Mwanadamu amepewa miendo mitatu na Mwenyezi Mungu. Amepewa al-imsha, kutembea kwa miguu, wa sa'i, kukimbia au kukazana, wal-firar, na kukimbia. Pale ambapo Mwenyezi Mungu anataka sisi tukimbilia, tukimbilie. Walladhi ja'ala lakumul ardha dhalulan, akasema famshu fi manakibiha. Mwenyezi Mungu amekuwa amekutandazieni ardhi hii, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi,
Tembeeni mwendo wa kawaida duniani ili mkatafute riziki. Leo sisi hatuendi kutafuta riziki kwa kutembea, tunakimbia au tunaharakisha. Hapana, Mungu ametaka sisi kwenye riziki twende mwendo wa kawaida wa madaha, lakini kwenye maghfira ndio wasari'u ila maghfira, ule ndio anataka haya, harakisheni kukimbilia maghfira. Sisi kwenye maghfira hatuharakishi, hatukazani, na makimbilio ni kwa Allah. Fafirru ila Allah, kimbilieni kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Wapi Mungu yupo tumkimbilie? La, fafirru ila umurillah, fafirru ila ayatillah, fafirru ila kitabillah, kimbilieni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ufupi wa haya, nichukue nafasi hii kualika walimwengu wote ala umumihim, lakini na wana Dar es Salaam haswa. Itakuwa ni jambo la kuchekesha, jambo la aibu, mambo yanafanyika Dar es Salaam, alafu sisi wenyewe Dar es Salaam tumelala. Lakini wakina mama, hii ni fursa yenu. Kumbe kuna bibi wa miaka 90 anahifadhi Qur'ani. Sisi tunashindwaje? Mutanabi anasema mara aitu aiban min uyubi nasi kanaksil qadirina ala tamami, sijaona aibu katika aibu za watu kuliko kushindwa wenye kuweza juu ya kuweza. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, atufanyie wepesi jambo hili, na atuweke haya, tuwafikishe, tuhudhurie. Wa ma alaina illa albalagul mubin. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hii ni Mtoro TV.